Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mchungaji Daudi Maira Magolima kutoka Kanisa la Mennonite Tanzania, Dayosisi ya Mashariki, Jimbo la Kisota. Nichukue nafasi hii kukukaribisha kwenye kipindi chetu kinachosema Amka na Bwana au Anza na Bwana. Ndugu mpendwa, kipindi kilichopita ninatafakari na wewe na niliongea na wewe njia kuu tatu ambazo Mungu anazitumia kwa ajili ya kututakasa. Njia ya kwanza nikasema ni Roho Mtakatifu ndiye anayetutakasa, na Roho Mtakatifu anatutakasa kwa ndani, sio kwa nje. Nielewe vizuri, nachotaka tuuelewe, anatutakasa kwa ndani. Na nikasema ndiyo maana kuna mtu anaweza akawa kwa ndani, kwa nje unamuona afai kabisa, unamhukumu, personality yake unaiona haina thamani kwako, muonekano wake hauna thamani kwako, lakini ndani ya moyo wake sio mtu wa kawaida, sio mtu wa kucheza. Ndani ameimarika, ndani yuko imara, ndani Roho Mtakatifu amemtakasa. Ana nguvu ya ajabu, ana utisho mkubwa, ana uwezo mkubwa wa kimungu. Kwa hiyo nikasema ni Roho Mtakatifu ndiye anayetutakasa kwa ndani. Leo naongea tena pointi ya pili. Mungu anatutakasa. Baada ya kutakasa kwa Roho Mtakatifu, anatutakasa kwa neno la Mungu, nalo Mungu analitumia au analitumia kwa kututakasa, na neno linatutakasa kwa nje. Hebu sikiliza jinsi Mungu alivyojipanga vizuri. Ani Roho Mtakatifu anatutakasa kwa ndani, kwenye mioyo yetu, lakini Mungu huyu kwa kutumia neno lake linatutakasa kwa nje. Tunapokutana na neno kwenye maisha yetu, kwenye akili yetu, kwenye ufahamu wetu, kwenye safari tuliyo nayo, neno linatutakasa kwa nje. Bwana Yesu asifiwe. Neno linafanya kazi ya kututakasa kwa nje, na linatutakasa kwa nje na kwa vitendo. Kwa hiyo linashughulika na mwenendo na tabia na matendo yetu juu ya mwamini. Neno kila siku, kila wakati, kila saa. Kwa hiyo wahubiri wanapokuwa wanakwenda kuhubiri, wanapokuwa wanaipeleka habari njema, Mungu mwenyewe analitumia lile neno kwa ajili ya kutakasa watoto wake. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatutakasa kwa ndani, kwenye mioyo yetu, alafu neno linatutakasa kwa nje kwa njia ya vitendo, mienendo yetu, shughuli zetu, tabia zetu tulizo nazo. Kwa hiyo neno linatubadilisha, linatutengeneza. Ndiyo maana Daudi kwenye ile Zaburi 119 ule mstari wa 10 na 11, Daudi anasema, Bwana, moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Kwa nini ameliweka neno la Mungu? Asije akatende dhambi, asije akamkosee Mungu. Kwa hiyo Daudi ameliweka neno la Mungu asije akatende dhambi. Maana yake Daudi aendelee kuwa na utakatifu, aendelee kuwa mkamilifu, aendelee kuwa na kibali mbele za Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatutakasa kwa ndani, neno la Mungu linatutakasa kwa nje. Kwa hiyo Daudi naye anatufundisha hivyo kwamba neno lako nimeliweka moyoni mwako, nisije nikakukosee, nisije nikatende. Maana yake anasema asije akashindwa kuwa mtakatifu, mkamilifu, mwenye haki, kwa kuwa tu ameshindwa kuliweka neno la Mungu moyoni mwake. Kwa hiyo ndugu mpendwa, ukisoma Yohana 17 mstari wa 17 unasema hivi, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Mungu awatakase kwa ile kweli, na neno la Mungu ndiyo kweli ambayo inafanya kazi ya kututakasa kwa nje. Inatakasa kwa njia ya matendo na vitendo vya aina mbalimbali. Mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu, elewa tu kwa kifupi, mwana wa Mungu, familia ya Mungu, mtoto wa Mungu.
kwamba hivi tunatakaswa kwa namna gani? Elewa, unatakaswa kwa Roho Mtakatifu na unatakaswa kwa neno. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki mpendwa. Mungu akupiganie, Mungu akutetee, Mungu akusafishe kwa neno lake, Mungu akusafishe kwa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Usidhani wewe unaweza ukajitakasa mwenyewe, ukawa mtakatifu mwenyewe, ukawa mwenye haki mwenyewe. Kwa nguvu zako na akili lako, never. Lazima Mungu akutakase, na Mungu anatumia kutakasa kwa Roho Mtakatifu na neno lake nalo analitumia kutakasa. Mungu aendelee kukufungulia milango ya baraka na neema tele katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kushukuru. Amen.